Mimi naitwa Jafari Saidi. Mimi ni mwananchi raia wa Tanzania hii, lakini pia mimi ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mujibu wa ibara ya 18 ya katiba ya nchi yetu, imetoa uhuru na haki kwa watu kuwa na maoni na mitazamo yao juu ya masuala mbalimbali yanayohusu nchi yetu. Kwa hiyo na mimi nitazungumza machache kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu nchi yetu, hususan utawala wa awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa mimi leo nimeamua niyaseme machache ambayo kwa maoni yangu na mtazamo wangu naona kiongozi huyu ameyafanya vizuri sana, na naamini kwamba amejenga imani kwamba anaweza kuaminiwa ili aweze kuendelea kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ni eneo la amani, usalama, umoja na utulivu wa nchi yetu. Nchi nyingi yanapotokea mabadiliko ya uongozi wa aina yaliyotokea kwetu, ziko nchi ambazo huwa zinaparaganyika kwa sababu ya watu kunyang'anyana madaraka. Lakini sisi tumepata tukio kubwa la kifo cha rais kwa sababu ya utulivu na umahiri, kwa sababu ya hekima na busara za kiongozi wetu huyu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, pamoja na vyombo vya dola. Tanzania imepita katika kipindi kile ikiwa na umoja, ikiwa na amani, ikiwa na usalama. Na mpaka hivi sasa bado tunaendelea kushuhudia umoja wa Tanzania, tunaendelea kushuhudia amani, tunaendelea kushuhudia usalama. Nafahamu yako matukio machache ya uhalifu ambayo sasa hayo ni kazi ya vyombo vya dola kuendelea kuhakikisha kwamba wanayadhibiti, kwa sababu mapambano dhidi ya uhalifu ni mapambano endelevu, hayajawahi kukoma. Licha ya baadhi ya watu kujaribu kutaka kutikisa misingi ya utaifa wetu, misingi ya uzalendo wetu, lakini bado yeye kama kiongozi wa vyombo vya dola na vyombo vya dola vimeendelea kuhakikisha kwamba bado tuna amani, tuna usalama na tuna umoja kama taifa letu, ambavyo ni vitu muhimu sana kwa maendeleo. Lakini eneo la pili ni hali ya kisiasa. Kama ambavyo mnafahamu, wakati Rais Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, kwanza alikuta baadhi ya wanasiasa wa nchi hii wameikimbia nchi hii kwa kuhofia usalama wao. Wameikimbia nchi hii kwa sababu ambazo wao wanazifahamu na wamezieleza mara kadhaa. Lakini hivi ninavyozungumza, wengi wa waliokuwa wamekimbia wamerejea nchini. Na kama unakumbuka, wakati huo ilikuwa vyama vya siasa wamekaa takriban miaka 6 bila hata kufanya mikutano ya hadhara, na hata mikutano ya ndani pia ilikuwa inafanyika kwa changamoto kubwa. Lakini leo mnashuhudia wanasiasa wa vyama mbalimbali, hata hivi ninavyozungumza, wako wanasiasa wako mikoa mbalimbali wanafanya mikutano ya kisiasa, wanaikosoa serikali, wanahamasisha wananchi juu ya masuala mbalimbali. Kwa hiyo wanasiasa wamekuwa na ule uhuru wa kufanya shughuli zao za kisiasa, tofauti na hali ilivyokuwa kabla ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wito wangu kwa wanasiasa, hebu tutumie fursa hii kuendelea kumuunga mkono, lakini pia kuendelea kumtia moyo, badala ya kutumia nafasi iliyopo kutukana, nafasi iliyopo kukashifu na kubeza. Hizi fursa huwa haziji mara nyingi. Kwa hiyo ni vyema tukatumia fursa hii ili sasa kuchochea kasi ya mabadiliko ya sheria na taratibu mbalimbali pamoja na katiba ya nchi yetu kwa njia ya usalama na kwa njia ya amani. Kwa hili ni eneo la pili ambalo yako mambo yamefanyika ambayo ni mambo mazuri. Eneo la tatu
kulikuwa na miradi mingi iliyokuwa tayari imeanzishwa na mtangulizi wake hayati Rais John Pombe Magufuli. Wako watu walikuwa wanasema Magufuli amekufa, miradi hii nayo ndio mwisho wake. Lakini leo miradi karibu yote iliyokuwa imeanzishwa aidha imekamilika ama iko mwishoni kukamilika. Kwa ile hofu kwamba ile miradi itakuwaje, ile hofu sasa haipo tena. Kulikuwa na bwawa la Mwalimu Nyerere kwa ajili ya kuzalisha umeme. Bwawa sasa limekamilika, umeme unazalishwa na unaingia na unasambazwa kupitia gridi ya taifa. Kulikuwa na mradi wa treni ya mwendokasi, treni ya SGR. Wakati huo ilikuwa inaelekea Morogoro hapa. Sasa watu wanasafiri kutoka Morogoro, kutoka Dar es Salaam wanakwenda mpaka Dodoma kwa treni ya kisasa ya SGR. Na tayari wakandarasi wako kazini kuendelea kukamilisha maeneo mengine yaliyosalia. Kulikuwa na mradi wa ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi. Sasa ujenzi umekamilika na naamini wakati wote daraja hili litazinduliwa. Kulikuwa na miradi ya kusambaza umeme vijijini. Leo karibu kila kijiji tayari umeme umeshafika. Kwa hiyo ile hofu kwamba hii miradi itakuwaje, miradi mingi imekamilika, na kwa bahati nzuri rais huyu ameanzisha na miradi mingine, ukiacha ile ambayo tayari ilikuwa imeanzishwa na mtangulizi wake. Lakini eneo lingine ni eneo la masuala ya kidiplomasia na mahusiano ya kimataifa. Kipindi kile hali kidogo kulikuwa na, Waingereza wanaita tension, yani kulikuwa na taharuki ya hapa na pale juu ya mahusiano yetu na nchi mbalimbali. Kwa mfano nakumbuka mahusiano yetu na Kenya, lakini na mahusiano na nchi nyingi duniani. Lakini mama katika eneo hilo amefanya kazi kubwa, amefanya ziara nyingi nje ya nchi kuimarisha mahusiano, lakini viongozi wengi wa nje ya nchi pia wamekuja Tanzania. Na sasa hii imeimarisha sana nafasi na ushawishi wa Tanzania katika siasa za kikanda, lakini pia katika siasa za kimataifa. Kwa hiyo kwa sasa Tanzania inafanya vizuri sana katika eneo la diplomasia. Tanzania inafanya vizuri sana katika masuala ya kikanda, lakini pia katika masuala ya kimataifa. Eneo lingine ni eneo la huduma ya afya. Hakuna kipindi ambako serikali imenunua vifaa tiba vingi kama kipindi hiki cha Rais Samia Suluhu Hassan. Zamani kipimo kama CT scan ilibidi utoke hapa Singida uende Muhimbili Dar es Salaam, au uende Benjamin Mkapa ndio ukapimwe kupitia kipimo hicho cha CT scan. Lakini leo kila hospitali ya rufaa ya mkoa inayo CT scan. Watu wanafanyiwa vipimo, wanafanyiwa matibabu katika maeneo yao walipo. Lakini serikali imeendelea kutekeleza kwa kasi kubwa ujenzi wa vituo vya afya kwenye kila kata ya nchi hii, ujenzi wa zahanati kwenye kila kijiji cha nchi hii. Maana yake wananchi watibiwe kule kule walipo, wasiingie gharama kubwa kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma. Lakini bajeti ya kununua dawa, bajeti ya kununua vifaa tiba imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa wananchi wengi wanapata huduma maeneo mengi walipo huko. Lakini eneo lingine ni eneo la ajira kwa vijana. Mimi ni kijana, ili eneo lazima niliseme kwa wivu mkubwa. Kwa sasa tuna tatizo kubwa sana la ajira. Huo ni ukweli ulio wazi. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kuongeza kasi ya kuajiri. Kipindi hiki cha miaka hii minne, hata zile ajira ambazo zilikuwa zimesimama, kipindi hiki ajira zimetoka kwa wingi sana. Ajira nyingi sana zimetolewa kwa kipindi hiki.
lakini japo haziwezi kutosha. Serikali haiwezi kumaliza watu wote wenye sifa ikaweza kuwaajiri serikali yenyewe. Na hili tatizo la ajira linatokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika sekta ya elimu. Zamani tulikuwa na nafasi zinatafuta watu hawapo, lakini sasa tuna watu wengi wanatafuta nafasi za kazi. Maana yake ni kwamba mafanikio yaliyojitokeza katika sekta ya elimu yamezalisha changamoto ya watu kutaka kazi. Kwa hiyo mafanikio ya eneo moja yanaweza kuzalisha changamoto ya eneo lingine. Kwa hiyo kuna tatizo kubwa la ajira. Serikali imejitahidi kuajiri watu, na kila siku naona matangazo ya ajira angalau sasa yanakwenda kwa kasi nzuri, lakini ndiyo maana katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 imeweka ajira kwa vijana kama kipaumbele. Katika elimu pia imefanyika mambo makubwa. Mnafahamu shule zilizojengwa, mnafahamu namna ambavyo mitaala ya elimu imerekebishwa. Tulikuwa na tatizo kubwa sana, watu wanahitimu ngazi mbalimbali za elimu lakini hawana ujuzi. Watu wana vyeti, hawana ujuzi. Wamesoma kwa kukariri, wanasoma vitu ambavyo haviendi kusaidia kushughulikia matatizo mbalimbali katika jamii. Lakini leo mitaala imefanywa marekebisho. Sasa mitaala inajielekeza kwenye kutoa ujuzi kwa watoto, ili anapomaliza shule, hata kama hatapata kazi ya kuajiriwa, basi awe na kazi anaweza kuzifanya kupitia mikono yake, akajipatia kipato, akajipatia riziki na kuendesha maisha yake. Lakini mnafahamu uwekezaji mkubwa uliofanyika kwa kujenga vyuo vya ufundi kila mkoa, kwa kupanua vyuo vya ufundi kila mkoa, kujenga vyuo vya ufundi kwenye wilaya. Yote hii ni kuhakikisha vijana wengi wanaweza kupata ujuzi, ili sasa wakienda mtaani waweze kujiajiri na kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Lakini nimalizie eneo la mwisho. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imewekeza sana kwenye michezo. Serikali hii imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye michezo. Ndiyo maana sasa Tanzania ni miongoni mwa mataifa makubwa katika michezo barani Afrika. Amewekeza kwenye miundombinu ya michezo. Kuna viwanja mnafahamu vya kitaifa vinajengwa. Uko uwanja wa kisasa unajengwa Dodoma. Uko uwanja wa kisasa unajengwa Arusha. Uko uwanja wa kisasa umejengwa Zanzibar baada ya kufanyia ukarabati ule New Amani Complex. Lakini unafahamu namna ambavyo timu za Simba na Yanga zinafanya vizuri sasa kupitia goli la mama. Kila mtu anapambana na kisha kwamba kuna goli, kuna motisha ya mama kama tutafanya vizuri. Ndio maana leo unaona Simba inacheza fainali. Yanga mwaka juzi imecheza fainali. Kwa hiyo na sisi tumeanza kuzoea kupata upepo wa fainali. Kwa hiyo kwa kifupi, Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha uwezo mkubwa sana katika uongozi. Ameonyesha uwezo mkubwa sana katika diplomasia. Ameonyesha uwezo mkubwa sana katika kusimamia masuala ya maendeleo. Ameonyesha uwezo mkubwa sana. Watu walikuwa na mashaka hivi sasa kiongozi mwanamke ataweza, lakini amethibitisha pasipo shaka yoyote kwamba mwanamke kiongozi ana uwezo mkubwa katika masuala yote ambayo na wanaume pia wanaweza kufanya.